Ni katika safari za maisha, lakini leo hii Dar es Salaam Tanzania TV, na hapa tupo na kijana ambaye tayari ana ofisi yake kubwa sana. Tutaweza kuzungumza mawili matatu kuhusiana na hiki kinachoendelea. Kabla tujaendelea, niweze kumtambulisha. Kwa majina yangu naitwa Ayubu Amos, mimi kama mtangazaji, lakini pia nyuma ya kamera yupo Ganji Mashaka ama Chamingi Mama. Karibu. Kwa majina naitwa nani? Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Mkombozi Sinaraha Bitiamanga. Ndio nipo katika ofisi ya Ngara Furniture. Karibu sana. Mkombozi, tumeona katika swala zima la ofisi hii, kwa kweli umeweza kujipanga, tunaona hatua ni kubwa. Labda kwa msikilizaji wa Dar es Salaam Tanzania TV anahitaji kujua, ulianzaje, mwanzo ilikuwaje? Kwanza jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka kuweza kufika mahali hapa, lakini pia changamoto ni nyingi ukiwa unaanza. Ili uweze kufika katika stage hii lazima changamoto ni nyingi. Kuna kamkubwa leo ametoka ambaye ni mkubwa wa kazi, ambaye ni brother, tunafanya naye kazi. Tuna muda mrefu kiukweli, tumeanza zaidi ya miaka 20 toka tumeanza hii kazi. Kwa nataka kudhibitisha kwamba anavyosema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hiyo wewe uliweza kuungana na watu wengine kuhakikisha kuwa mambo yanaenda sawa. Hilo nao uliongelea ni sahihi, lakini mpaka sasa hivi labda tunaweza tukasema tuko members wawili hapa, akiwepo kamkubwa na afuata na mimi. Kwa hiyo tumejaribu kuungana na tukatengeneza hichi kitu, mpaka sasa hivi tumeweza kusurvive, tunaendelea vizuri. Mkombozi, safi sana. Kuna kitu umekizungumzia. Tunapokuja katika swala zima la utafutaji ama kupambana katika maisha, tunaona vijana wengi wanaamini kwamba ukiwa na kikubwa ndio unaweza kufanya kikubwa zaidi. Je, wewe pamoja na ndugu yako mlianza kwa kikubwa au mlianza kwa hatua? Kiukweli tumeanza kwa kidogo sana. Hali iliyokuepo unaweza kahisi kwamba baadaye tusingeweza kufikia hapa, lakini pia tulikuwa na maono kwamba lazima tutafika katika ndoto fani za furniture, na tunahitaji kwamba furniture kwa Ngara ziwe ni ambazo wasitegemee kwamba mjini labda miji mingine ambao wamezoea kuiona Mwanza, Dar es Salaam, Kahama, Dodoma, kwamba ndo kuna furniture ambazo ni classic. Tukajaribu kukaa chini na kwanza kuangalia kwamba tuanze na kidogo kidogo, hatimaye mpaka sasa hivi tumeweza kutengeneza furniture ambazo ziko quality. Labda uitikio kwa wateja ama kwa wazao wa Ngara, uitikio kwa wateja ama wazao wa Ngara upoje? Mpaka sasa hivi tunavyoongea bado uitikio hujawa mkubwa, kwa sababu kuna baadhi ya watu hawajajua hichi kitu, kama kuna ofisi kubwa ambayo ina furniture nzuri za hivi kwa Ngara. Kwa hiyo bado kuna wale ambao tunajaribu, wakija wateja ndio wanazidi kuwa mabalozi wetu. Kama hivi nyinyi ambao ni watangazaji mmeweza kufika kama hapa, mnaweza kuendelea kutubrand ili tuweze kupata wateja zaidi. Lakini mpaka sasa hivi tunapata wateja, tumkufuru Mwenyezi Mungu, wateja tunapata, lakini sio kwa wingi hivyo. Tunavyozungumza wateja kidogo ni sio kwa wingi kama ulivyosema. Leo hii umepata nafasi ya kuzungumza na Dar es Salaam Tanzania TV. Nini wito wako kwa wateja walioko ndani ya wilaya, nje ya wilaya na nje ya nchi hii ama nje ya mkoa? Kwanza ni wakaribisha wateja wangu, wateja wote wa nje ya Ngara na mikoa kadhalika, lakini pia tumekuwa tukisafirisha furniture kutoka hapa kwenda sehemu zingine. Kwa hiyo nacho waomba wateja, cha kwanza tunaelewana. Maelewano ndo kitu cha msingi. Sio kwamba bei imefix kwamba ni milioni 2 ni milioni 2, hapana. Kulingana na bei ilivyokuja na mteja tutamhudumia kulingana na kipato chake kilivyo. Na kama imeweza kwamba labda tuweze kumfikishia mpaka sehemu, anafikishiwa mpaka nyumbani na mzigo unafika tu vizuri. Labda nipende kukupa nafasi, huduma zenu mnazozitoa, kwa sababu leo hii nikisema mimi kuna mengine nayaona, lakini ukiniambia kila kitu nikitaje kwa jina lake nitakuwa nadanganya. Huduma mnazozitoa nyie kama Ngara Furniture, msikilizaji aweze kujua na kuona kile kinachoendelea. Mpaka sasa hivi tunavyoongea tunatengeneza furniture zote za ndani. Tunapoongelea furniture zote za ndani tunaanzia kitanda, kabati ya nguo, dressing table,
dining, showcase TV, coffee table, stools ndogo ndogo na meza kama unavyoziona ndugu mtangazaji, ambazo ziko mbele yetu, na sofa ambazo ni classic ya na shelfu zote za viatu na kadhalika. Kwa hiyo vitu vyote vipo kiuhalisia. Nyie ni miongoni mwa watu ambao mmeweza kufanikiwa kwa hali moja ama nyingine. Nini ushauri wako kwa serikali pamoja na jamii iliyotuzunguka ya wilaya ya Ngara hata nje ya wilaya hii? Kwa upande wa serikali tungewaomba, lakini pia tungejaribu kwamba watushike mkono kama vijana, watushike mkono kama vijana, wasitutupe. Wanapotushika mkono, maana yake kuna vijana ambao wananufaika kupitia sisi. Kwa hiyo hao vijana wananufaika kupitia sisi, serikali wakitushika mkono, maana yake ni kwamba vijana wengi ambao watakwenda kujifunza ufundi, kwa maana tuna vijana wanajifunza ufundi leo wanatokea hapa, unakuta ameshakuwa na maisha yake kupitia ofisi hii. Ukiangalia hii ofisi kubwa, huwezi ukawa na vijana wawili wala watatu. Ofisi ni kubwa, maana yake una takriban zaidi ya watu 6, 7 mpaka 10 ambao tupo nao katika mzunguko. Kwa hiyo serikali inaweza kujikita kwetu ili tuweze kusogea mbele. Okay, asante. Tunakoelekea mwishoni mwa kipindi hiki, lakini pia kama tulivyoona ofisi imetulia, mambo yamekaa sawa. Lakini katika swala zima la utafutaji kuna changamoto mbalimbali. Unaweza ukatuelezea changamoto ambazo mlikutana nazo na kivipi mliweza kupambana nazo kuhakikisha leo hii mmefanikiwa kwa kiwango kimoja ama kingine? Changamoto ya kwanza ni issue ya mtaji. Mtaji ulikuwa ni changamoto sana, kwa sababu ili uweze kusimama na uweze kuwa na furniture kama hivi unavyoziona ndugu mtangazaji, inatakiwa maana yake uwe umeweka hela kweli kweli. Kwa hiyo changamoto mtaji ilikuwa ni kazi, lakini tulianza kidogo kidogo kwa sababu tayari tulikuwa tuna malengo, lakini Mwenyezi Mungu ametusaidia tumefika mpaka sasa hivi. Mimi nipende kukushukuru. Mimi ni Ayubu Amos na hii ni Ngara Furniture. Kama ulivyosema Ngara Furniture, labda mtu akiwahitaji anawapata kwa mawasiliano gani? Kwanza kutuhitaji, tupo mtaa wa opposite na TRA. Kwa chini kidogo utaona jengo ambalo lina bati jekundu. Lakini kwa mawasiliano zaidi kuna namba kama ifuatavyo. Kuna 0714 25 30 22. Hizo ni namba zangu ambazo zinapatikana muda wote, ukinihitaji napatikana. Napenda kurudia tena namba kama ifuatavyo, ni 0714 25 30 22. Hizo ndo namba yangu ambayo ina uhakika inapatikana kwa WhatsApp, lakini pia na mtandaoni pia napatikana kupitia mitandao yote ya kijamii, ambao ukiingia mtandao wa Instagram unalipata, jina langu naitwa Mkombozi kama nilivyoamua kutaja mwanzo, na Facebook unametumia Mkombozi Snarabit Amanga, na mitandao yote napatikana. Okay, asante mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hii ni Ngara Furniture. Kama unavyoona mazingira ni mazuri, kila aina ya furniture ambayo unayojua ipo kwa hapa inapatikana. Ni unyama sana, kama tunavyoona hapa kuna kabati, meza, masofa na vitu vingine. Mimi sina la ziada. Kwa majina ni Ayubu Amos, na nyuma ya kamera ulikuwa na Ganji Mashaka ama Chamgi Mama. Asante.